Mtazamaji wa Come TV Tanzania, leo ni siku nyingine ambayo kimsingi tunajadili na pia tupo na mchambuzi wetu Sadiki, na zaidi ni kuweza kuangazia kile ambacho kinaendelea Mashariki ya Kati juu ya mzozano, mgongano, vita inayoendelea kwa sasa kati ya Israel pamoja na Iran. So sasa hivi hali tumeiona kuanzia siku ya Ijumaa. Mzozo ulianza taratibu, lakini sasa hatua iliyofikia ni hatua ambayo ni mbaya zaidi, na tuliona mashambulizi kwa upande wa Israel ambapo waliweza kutupa makombora katika maeneo kadhaa katika nchi ya Iran, lakini pia vile Irani ikatupa pia na yenyewe makombora katika mji wa Israel, ambao kimsingi kwa pande zote mbili tumeona athari iliyojitokeza na watu wakiuawa, ikiwemo viongozi katika nchi ya Iran. Ndugu yangu, karibu sana. Asante, nashukuru sana. Lakini umeona kinachoendelea nchini Israel pamoja na Iran, kwamba mashambulizi yamekuwa ni makali sana, na mpaka kufikia siku ya leo, jana hapo pia mashambulizi yameendelea. Kwanza tuanze na kufahamu mgogoro huu kwa ufupi, lakini pia tuone hali halisi kwa sasa na mwelekeo wa vita hizi. Nini tunakiona mbele? Karibu sana. Asante, nashukuru sana kwa nafasi hii ya kujadili kuhusu mgogoro ambao una maslahi makubwa duniani. Mgogoro ambao unagusa vichwa mbalimbali vya habari duniani kwa sasa, mgogoro wa kati ya nchi ya Israel na nchi ya Iran. Ni mgogoro ambao ulikuwa ukifukuta muda mrefu sana tokea mwaka 1979, tokea ambapo jamhuri ya nchi ya Iran walivyofanya mapinduzi, jamhuri ya Kiislamu ilivyotengenezwa pale. Kumekuwa na mtifuano, mgogoro wa muda mrefu kati ya Iran na Israel, hasa hapo zamani ikihusisha makundi ya mawakala mbalimbali. Mfano unaona jinsi ambavyo Hezbollah walivyokuwa wanatumika na Iran, jinsi ambavyo kina Hamas walivyokuwa wanasapotiwa kina wale wa jamaa wa Yemen. Ilikuwa ni kwamba hakukuwa na vita moja kwa moja, majibizano moja kwa moja kati ya Israel na Iran, lakini hivi sasa kuanzia mwaka jana yameanza kuwa na majibizano. Kumekuwa na mapigano ya moja kwa moja kati ya Israel na Iran. Ni mapigano ambayo kwa kweli yanaweza kawa ni mabaya, kwa sababu inahusisha nchi mbili ambazo zina nguvu kubwa za kijeshi, silaha kubwa za kijeshi. Kwa hiyo ni mapigano yameanza. Hatuwezi tukaita ni vita kamili kwa mujibu wa za kivita, zile skeli za kivita. Hatuwezi tukaita ni vita kamili, ila tunasema kwa sasa hivi ni majibizano au mgogoro wa majibizano kati ya nchi ya Israel na nchi ya Iran ambao unaendelea hivi karibuni. Mgogoro umeanza siku ya Ijumaa. Umeanza rasmi siku ya Ijumaa ambapo jeshi la Israel lilivyoshambulia kwa kushtukiza sehemu mbalimbali nchini Iran, ikihusisha sehemu ambapo wanatengeneza vinu vya nyuklia, sehemu ambapo wanachimba madini ya uranium, lakini pia ikishambulia viongozi mbalimbali wa kijeshi, viongozi mbalimbali wa kisayansi ambao wanahusika na utengenezaji wa silaha za kinyuklia ambazo Israel inadai kwamba Iran imekuwa ikichimba madini ya uranium kuongeza uwezo wake wa kutaka kutengeneza silaha za nyuklia, ambayo inasema mara zote kwamba tunatengeneza hizi silaha za nyuklia, tunataka tuangamize nchi ya Israel pale kwa sababu iko kimakosa. Kwa hiyo Israel imechukua hatua, lakini bila kusita nchi ya Iran imechukua hatua vile imejibu pale ambapo Israel ilivyojibu. Siku ya Ijumaa ilishambulia Israel, Jumamosi wakajibu usiku wa Ijumaa kuelekea Jumamosi siku ya Jumamosi nchi ya Iran ilijibu kwa mashambulizi makali ya makombora ya masafa marefu. Ukifikiria ni umbali mrefu sana kutoka nchi ya Iran hadi kufika Israel, lakini kutoka Israel kwenda Iran ni umbali mrefu sana. Kwa hiyo kumekuwa na majibizano makali kati ya hizo nchi mbili, huku nchi ya Israel ikilenga sehemu mbalimbali za kijeshi za nchi ya mwanzoni. Ilikuwa ikilenga zile sehemu za kijeshi, hasa ilikuwa inalenga vituo vya kuzalisha uranium, machimbo, sehemu za kijeshi, mafuta, sehemu mbalimbali. Lakini nchi ya Iran imejibu kwa
bila kuangalia ni wapi inapiga kote kule ambako silaha zake imefanikiwa kufika. Kwa hiyo tumeona majibizano makali, lakini hatujaona kama kuna tangazo rasmi la vita, ila tumeona ni kwamba viongozi wa pande zote mbili bado wanazungumzia kuhusu kufanya majibizano, kujibu. Kwa mfano umemsikia jinsi ambavyo wakati ambapo nchi ya Israel ilivyoshambulia nchi ya Iran, jinsi ambavyo kiongozi mkuu wa Iran na kiongozi mkuu wa Iran bwana Ayatollah Khamenei na rais wake bwana Masoud walivyojibu kwamba tutajibu. Hawakuzungumza kwamba wametangaza vita, lakini hata hivyo baada ya Iran kujibu mashambulizi, bado kiongozi wa Israel amesema tutajibu vikali. Kwa hiyo bado hakuna tangazo rasmi la vita, hatuwezi kuita kama ni vita, ila ni mgogoro baina ya nchi hizi mbili, Iran na Israel. Hadi kama hivyo kwa ufupi, ndugu mtangazaji. Kwanza tufahamu kwanza uongozi wa Iran na uongozi wa nchi ya Israel, pengine watu wafahamu namna ambavyo uongozi ulivyokaa, kwa sababu tunasikia kuna kiongozi wa nchi, lakini pia kuna viongozi pia wakubwa zaidi. Tuone kwa Irani, lakini pia tuone kwa Israel, ili tuone namna gani hapa yani nguvu hasa ya commanding inatoka wapi. Ukiangalia nchi ya Israel ilivyokaa, ni nchi ambayo iko na namna mbili. Kuna rais ndani ya nchi, alafu kuna waziri mkuu. Ukiangalia chain of command kwenye ile nchi, mtu ambaye inaonekana anaweza kuwa na nguvu sana kwenye ile nchi ni waziri mkuu. Japo rais ana nafasi yake kubwa kama kiongozi wa nchi, lakini sio kiongozi wa serikali. Kwa maamuzi yake hayana nguvu sana ukilinganisha na waziri mkuu ambaye ndo anashikilia serikali, ndo anawasiliana na watu wa nje ya nchi, ndo ameshikilia kila kitu, ndo mtu wa mwisho ambaye kwenye ile nchi ana uwezo wa kutoa amri kwamba sasa tushambulie. Lakini ukiangalia nchi ya Iran ina namna fulani imekaa. Ukiangalia wana viongozi wa aina mbili. Kuna rais na kuna mtu wanamuita kiongozi wa nchi, kiongozi mkuu wa nchi. Kwa rais yule amekaa kama ni kiongozi wa serikali, kama waziri mkuu kwa nchi yetu alivyokaa waziri mkuu wa Tanzania. Yule rais amekaa kama waziri mkuu. Kwa hiyo yeye anaongoza serikali, lakini hana amri ya moja kwa moja kwa jeshi. Lakini mtu ambaye kwenye ile nchi ni kiongozi wa nchi, yani ni kiongozi wa nchi, ndo sheria yao ilivyokaa, yeye ndo anaweza katoa amri ya vita. Ni kiongozi anaitwa Ayatollah Khamenei, ni anaitwa supreme leader au tunamuita kiongozi mkuu wa nchi ya Iran. Tokea mwaka 1979 ambapo nchi ya Iran ilifanya mageuzi, ameendelea kubaki kuwa kiongozi mkuu wa nchi ile ya Iran. Ndio mtu ambaye hajabadilika hadi sasa. Bila tumeona marais wakibadilika kama ilivyokuwa waziri mkuu kwa nchi yetu, lakini kwa nchi ya Iran ni tofauti. Mtu ambaye ana amri ya mwisho na ana siri zote za nchi ni Ayatollah Khamenei. Lakini kwa nchi ya Israel mtu ambaye ana mandate ya kutoa amri kuhusu mashambulizi ni waziri mkuu. Japo lazima wakati anatoa hizo amri ashirikishe rais wa nchi ambaye ni kiongozi wa, yani kwa Kiingereza wanasema ni ceremonial leader. Yule mtu ambaye anamuita rais wa Israel, ambaye ukienda Uingereza utamwona ni kama mfalme wa Uingereza, kwa mfano King Charles. Yeye hana uwezo wa kutoa amri kwenye jeshi, lakini anapaswa kufahamu nini ambacho kinaendelea. Ila waziri mkuu ndo na mamlaka makubwa, anaenda kwenye sehemu mbalimbali kujadiliana kuhusu mambo ya nchi. Kwa uongozi wao umekaa namna hiyo. Na tukiona juzi ambapo kilichofanyika pale, nchi ya Israel imejaribu kushambulia viongozi wa kijeshi. Imeshambulia, tumeona makamanda wa kijeshi, tunasema ni makamanda watatu wa kijeshi. Kuna kiongozi, tunamuita ni mkuu wa majeshi ya wana mapinduzi ya Iran, walimuua. Lakini pia walimuua kiongozi wa jeshi wa kambi ya pale Iran, kambi kuu central ya pale Tehran. Lakini pia walimuua mtu wa kitengo cha anga, general wa kikosi cha anga. Lakini pia waliua kwenye hawa watu wanaitwa wanasayansi walikuwa wanahusika hasa na formula ambao walikuwa na formula za kutengeneza silaha za nuclear, jinsi ya kuchimba, ya kupurify zile madini ya uranium. Kwa hiyo umeona, pamoja na kwamba umeona generali wa nchi ambaye tunasema ni mkuu wa majeshi ya Iran ameuawa, lakini bado nchi inabaki kuwa, jeshi linabaki kuwa na utii, linabaki kuwa na amri, kwa sababu bado kuna kiongozi mkuu ambaye yeye ndio top kwa ile nchi, Ayatollah Khamenei. Akishakuepo hakuna kitu kinaharibika, bado chain of command iko pale pale. Pamoja na kwamba mkuu wa majeshi ameondolewa, mkuu wa kambi kuu ya central pale Tehran ameondolewa, mkuu wa jeshi la anga, lakini bado unaona shughuli za kijeshi zinaendelea, kwa sababu kwa ile nchi yule kiongozi mkuu ambaye wanamuita Ayatollah Khamenei ndio kila kitu. Yani yeye akisema kitu ndio basi, hakuna mtu mwingine wa kupinga.